Anasema maana ninyi ndugu mlikuwa wafuasi wa makanisa ya Mungu yaliyo katika Uyahudi katika Kristo Yesu. Hao ni wafuasi wa Kristo. Alafu anasema mlikuwa ni watu wengi au ni makundi mbalimbali. Anamaliza anasema katika Kristo Yesu kwa kuwa mlipata mateso yale yale kwa watu wa taifa lenu wenyewe walioyapata na hao kwa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaongea na wachungaji, watumishi, mitume kwamba ninyi mlikuwa wafuasi wa Kristo katika makanisa hayo, makanisa yenu. Biblia anasema hivi, lakini pia mliweza kuyaonja au kushiriki mateso pamoja na watu wenu mliokuwa mkiwaongoza. Kwa hiyo mchungaji, kiongozi, sometimes wakati mwingine kuna wakati anashiriki mateso pamoja na mshirika alienaye, mgeni, tena kazi, yeyote yuko kanisani. Kwa hiyo mchungaji aliye sahihi, mchungaji aliye mwema atatakiwa au inambidi kushiriki mateso pamoja na wale watu wanaowaongoza. Lakini akiwa ni mtumishi, mchungaji mwenye kukwepa, mwenye kutotaka kushiriki yale mateso, basi mchungaji katika ulimwengu wa roho anakuwa amejitenganisha na nani? Anakuwa ametenganishwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo vile vile kama mchungaji anaposhiriki mateso pamoja na wale watu wake, na ndivyo inavyotakiwa pia na wale watu pia washiriki mateso pamoja na huyo mchungaji. Wote wanafanyika kwa mwili mmoja katika Kristo. Wanakuwa wafuasi wa Kristo na yeye pia ni mfuasi wa Kristo, lakini pia nao ni wafuasi wa Kristo. Umenielewa? Mpigie makofi. Tunapiga hatua. Haleluya. Angalia kitabu cha Mathayo ni kuweke vizuri uweze kugundua hao wafuasi wa Kristo ni wanamna gani. Mathayo Mathayo 21 mstari wa 8 ninasoma. Nitakwenda kufanya kituo mstari wa 9. Alafu baadaye nitaendelea. Mathayo 21 mstari wa 8 mpaka mstari wa 9. Anasema watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza njiani. 9. Na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ni kundi moja ambalo linaitwa makutano. Hebu wote tamka sema makutano. Wanaitwa makutano. Sasa katika makutano wanakuwa ni watu wengi wa aina mbali, waliokoka, wanaomwamini, ambao hawajamwamini, ambao wanamsadiki, ambao hawajamsadiki, lakini wana watu ambao ni miongoni mwa makutano. Katikati ya kanisa namna hivi tuna watu ambao ni makutano. Haleluya. Ila sio rahisi kumjua, ila akiwa ni mtu wa rohoni atamjua kwamba mtu huyu tayari watu hawa ni makutano. Sasa miongoni mwa watu wa namna hii, kama mtu ni mtu wa mwilini ajitambui wala haelewi, anaweza apotee katikati ya wale watu ambao ni makutano. Weki hapo madhabahuni. Sasa unatakiwa makini sana kujua kwamba hawa ni makutano. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataaruki. Watu wakasema, ni nani huyu? Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa na watu wengi sana mpaka mji wote ratiba zimevurugika. Maandamano yale yakasababisha mji wote unataaruki. Wanaulizana, ni nani huyu aliyesababisha mji utaaruki? Ni wale watu wanaoitwa makutano. Maana alikokuwa anapita pote pale sema, Yesu mfalme, huyo Yesu, huyo mwana wa Daudi, na mwingine anaunga tena, na mwingine anaunga tena, anaunga na yeye, wote wanakwenda, wote anakwenda biashara, wanafunga nyanya, wanafunga dagaa, wanaacha kuvuna
wanakwenda tu ili mradi tu kuna mkutano pale tumesikia muziki wanaunga tena hapa. Yesu amevimba mashavu. Anaweza kaondoka mtenda kazi, anaweza kaondoka mshirika, anaweza kaondoka mchungaji, akasema tuna watu wa ajabu, watu wametukubali, watu tunakubaliwa, mahubiri yetu, mkutano wetu kwenye msiba, mkutano wetu pale kwenye sherehe. Kumbe wale watu walikuwa wanashangilia ni watu wa tabia ya makutano, lakini wote wanaitwa ni wafuasi wa nani? Ni wafuasi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Usisahau jambo hili. Tunajifunza ili tupate kutambua na kujua wewe ni mfuasi wa Yesu kweli, ila katika kundi gani. Maisha siku zilivyosogea sasa, baada muda walienda na jigiredi, wanaingia kwenye makundi tofauti naelewa zaidi. Lakini watu hawa walikuwa wanakwenda mji wote, lakini hawajajua Yesu ni nani, anafanya kazi gani, na ni kwa nini amekuja. Hawajajua msingi wa Kristo ni nini, wala hawajajua wokovu ni nini. Ila tu kwa sababu walisikia midundo, kwa sababu alimuona amepanda kwenye punda, basi na wao kafuatana naye. Basi ameona na watoto wanashangilia, wamebeba miti, yuko wapi, wamepita wapi, nami nakwenda. Wanaosha pikipiki, uliwahi kuona watu wanapita wakidedea, wana magari yao, wana msafara unakwenda, wengine na pikipiki. Lakini humo ukishapita mjini, unashangaa kuna wengine naye wanaingiza pikipiki zao, wanaanza kupiga maoni pi, wanawasha indicate. Hajui wanaenda wapi, yeye anashangilia, anaanza naye kushirikia. Angalia mstari wa 11. Anasema makutano wakasema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Hebu tamka wote tena makutano. Tamka sema makutano. Wale ambao wanamshangilia, waliotandika mitende, waliotandika vitambaa vyao. Kuna mtu ananielewa? Sasa wale ambao wanasema Yesu mfalme, Yesu anaweza. Halafu baadaye wanaulizana, huyu ndiye Yesu? Huyu ndiye mtenda miujiza? Huyu ndiye wa Nazareti? Bwana Yesu asifiwe. Hii inakupa picha kwamba hawajamfahamu. Wanaacha mkutano yao, wanafunga majumba yao, yuko mahali pale, wanafuatana naye. Halafu baadaye wameshafuata, wanauliza, huyu ndiye nani? Shika mkono mwenzako muulize, na wewe unauliza huyu ndiye nani? Makofi tena kwa Yesu. Tunao watu wanaweza kawa yuko kanisani. Yaani anaenda na mchungaji, anatembea na mpasta wake, anaongoza na mtumishi huyo, yuko pamoja, ni mfuasi wa Kristo, ni mfuasi wa kanisa hili. Kama maandiko yanavyosema, hapo mwanzo mlikuwa wafuasi wa Kristo katika makanisa yetu. Haleluya kanisa. Kuna mtu anaweza kumuuliza kanisa la Kanani maana yake ni nini? Unaweza kumuuliza kwa nini tunafanya hivi, tunapenda hivi, wala hajui kinachoendelea. Ila yeye ni mfuasi wa Kristo katika kanisa hilo. Wapo. Nauliza huwa wapo. Alafu wao kanisani wanashangilia sana, wanapiga vigegere, wanapiga makofi. Yaani wanakwenda popote tu, lakini hawajajua. Sikiza, wanauliza hivi, huyu ndiye nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Wanasubutu kuuliza huyo ndio nani? Huyo ndio nani? Na tunao watu pia wengine nje wanafuatilia vipindi vyetu, wanafuatilia kwenye YouTube, wanafuatilia mtandaoni, wanafuatilia pia hata kwa njia ya kwenye speaker. Anasema namkubali yeye pastor, namfuata huyo ndiye mchungaji mwenyewe. Yaani hapa Kitababara, hapa Kaiso, hapa sasa Kaelekewa, hakuna mwingine, huyo ndiye namkubali tu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani bila huyu, yaani mimi sikubali mwingine, lakini haji kanisa. Na yeye ni mfuasi wa nini? Wa Kristo. Au tungesema ni mfuasi wa mchungaji huyo. Anampa tano, sema nampa big up. Yaani hapo hakuna pasta mwingine huyo. Wapo watu wanazungumza maneno ya namna hiyo, lakini wanaitwa wafuasi wako, wafuasi wa Kristo, lakini hawaabudu pamoja nao. Haleluya. Haleluya. Jamani nauliza, wapo? Wapo kabisa. Watu wa namna hiyo, lakini wote hao katika ulimwengu wa roho wanajulikana ni makutano wafuasi wa nani? Wa Kristo. Napenda kufundisha jambo ili upate kushungulia, upate kuelewa. Sasa ukishawasikia watu hawa, unaweza ukapoteza direction, unaweza ukapotea mchungaji ukafikiri na watu wengi, nina mkutano mkubwa, nina watu wamenifuata, watu wameniamini, ukavimba shavu, ukanenepa, ukawanda, ukajisahau kabisa ukifikiri kwamba labda watu wengi. Kumbe hapana, hawa ni makutano wafuasi wa nani? Wafuasi wa nani? Makofi kwa Yesu.
Yohana sura ya 3 mstari wa 2. Yohana sura ya 3 mstari wa 2 ninasoma. Anasema, huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, tuwajua ya kuwa wewe, ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja na wewe. Narudia, huyo alimjia usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo alimjia mchana usiku. Alimjia mchana usiku. Alafu anamuinua Yesu. Akamjia usiku saa 8, akamjia usiku saa 4. Kuna watu wengine ni wafuasi wa Kristo, lakini hawataki wafuasi wetu, lakini hawataki wajulikane kama ni wanaunga mkono mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa sasa Yesu Kristo alikuwa nao wanaotokea kuja usiku. Akasema, Rabi, mwalimu, mchungaji, tunakujua wewe, tunakukubali wewe kwenye mji mzima. Wewe umetoka kwa Mungu lakini kaja usiku. Tunao watu ambao wanaogopa asionekane wazi kama Myahudi hapa. Tunao watu ambao wanapiga simu, pastor nisaidie, Yesu nisaidie, naomba msaada wako. Tunao watu ukimwambia kwamba tukutane Jumapili hawezi kuja, lakini wewe ukitaka kumjua, hebu mwambie sasa utakuja private muda wote ule mchana, ambayo siku za ibada. Yupo tayari kuchomoka kufanya nini? Kuja. Nao ni wafuasi wa nani? Nauliza, ni wafuasi wa nani? Wafuasi wa Yesu. Hao watu walikuja usiku kwa sababu gani? Anaogopa viongozi wake wa dini, anaogopa mume wake, anaogopa kiongozi wa mtaa, anaogopa bosi wake. Aiza bosi ni Muislamu, lakini sasa ataki bosi Muislamu wala bosi Muislamu, ataki ajue kama mtumishi anayemtumikia mtumwa wake kwamba yeye ni Mkristo. Sasa wanakuwa wafuasi wa Kristo, lakini katika ulimwengu wa siri. Bwana asifiwe sana. Haleluya kanisa. Wanaitwa wafuasi wa Kristo. Unaweza kuona wewe ni mfuasi wa Kristo katika kikundi cha usiku au mchana. Kuna kundi umelielewa hapo? Hilo kundi umelipata? Hawa ni wa usiku. Hawa ni wa kwa njia mawasiliano. Hawa sasa pia wao ni mchana. Hawa ni ibada ya Jumapili. Wanaweza kaingia wazi. Alikuwa na makundi aina mbali. Shika mkono wenzako kumuulize, wewe ni katika kundi lipi? Wewe ni katika kundi lipi? Haleluya kanisa. Anasema tuwajua kwamba ishara hizi unazofanya na miujiza, hauwezi kufanya ishara hizi bila kuwa umetumwa na Mungu. Umetoka kwa Mungu, tunakuinua wewe, tunakutegemea wewe, lakini usiku wasimuone, wasimjue. Anampa 5 zote. Anamwamini Yesu, anamtegemea Yesu. Anahisi kama yeye na Kristo ni watu sawa, wako sawa, lakini Yesu anaona kwamba hawa ni makundi ya usiku, hawa kwenye kundi la mchana, lakini hawa ni watumishi wangu. Haleluya kanisa. Nauliza tena, wewe ni kundi gani? Utatambua na kujua kwamba mimi ni kundi la mchana, sio la usiku. Wale wa usiku weka mkono wako juu. Wa usiku. Hawezi kunyosha mkono kwa sababu gani? Yeye ni wa usiku, hataki ajulikane. Mpige Yesu makofi. Katika jina la Yesu. Angalia kitabu kingine, Yohana 12. Yohana 12. Yohana 12. Yohana sura ya 12. Hawezi kuombea hapa Jumapili. Hawezi kuja ibada ya katikati ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukisema tutakuwa na maombi ya kufunga, tutakuwa na mkesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila shaka mmekuwa mkiona hapa kuna wakati mwingine watu wanakuja, unafikiri ni mlevi kwenye mkesha. Unasema mtu ameshaingia. Huyo amenituma nini? Wengine tunafuza tunafikiri wametumwa. Hawajatumwa. Wale ni wafuasi wa Kristo wa usiku. Wa usiku. Kwenye usiku anajua sasa hapa hakuna tatizo, hakuna neno kama nilikwenda kuombewa. Anakuja kuombewa usiku. Mwingine
anapiga simu, naomba unisaidie, nina shida hapa na pale, unaweza kunisaidiaje pasta? Ninaomba msaada wako. Yaani wameniambia wewe, lakini ukimwambia njoo kanisani umekosana. Hataki kuingia kanisani. Mwingine anasema mke wangu nenda huko. Anasema mke wake ndio ila yeye asijulikane kama amependa. Ni wafuasi wa Yesu. Na anaweza kana muhimiza mke au mtoto, naomba uende. Yaani mimi sijakuelewa, mbona utaenda? Mbona hujawahi ibadani? Mbona hujaenda kanisani? Mimi nimekuambia urudie kule. Msikilize mchungaji huyo. Anamwangalia mtandaoni, anajua CV zake kila kitu, ila anataka huyo, alafu anasema watoto wangu warudie pale, mke wangu arudie pale, mume wangu arudie pale. Anatamani mume kama akitaka kuokoka, mume wake aende arudie pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mchungaji, kama hivi nakuja kunihubiri, sawa umetuombea, lakini naomba uwe karibu sana mume wangu, ana tabia fulani. Kama ingewezekana mume wangu ukazungumza naye akaokoka, mke anataka mume aokoke, lakini yeye mwanamke hajawa tayari kuokoka. Tayari mwanamke naye ni mfuasi wa Kristo, lakini katika kundi ambalo hataki kushiriki ibada. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu na vigelegele. Katika jina la Yesu. Haleluya. Watu hawa ni wengi sana. Ni wengi sana. Sikiliza faida yao. Ukisema vigelegele wanapiga vigelegele. Wanatandika hata matawi. Wewe sema tu kwamba tunaomba watu watandike kanga. Hao ndio wanaoiwa mapema wa kwanza wameshakuwa tayari. Au ukisema kwamba jamani tusimame mbele, weka mkono wako tumboni, weka mkono kwenye kichwa, yani wala haulizi maswali. Ukisema hivi leta maji tuyaombee, leta soda, ameshawahi. Yani ana shida, yes simple. Ukisema hivi weka chini tembeni kukanyagiepo, anasema ndio mzee, ndio masimu. Haleluya. Piga kelele sema tuko wengi. Piga kelele sema hao ni wengi, tuko wengi. Makofi kwa Yesu na vigelegele. Katika jina la Yesu. Sasa wewe ni wa kundi gani? Wewe ni wa kundi gani? La usiku la mchana? Au ni la mchana? Lakini huko kwenye mkumbo maandiko yanasema kwamba hivi, mkutelamini mji wote ukataruki na watu wote wakamfa. Tunao watu wanamlea, anaweza kawa hajaokoka kabisa kanisani, hajaokoka, hajamwamini Kristo, hajamkiri Kristo, ana miezi 5, ana miezi 6, moyoni mwake kabisa dhamira yake sio wokovu, ila yeye ni mfuasi wetu. Ni mfuasi wetu. Ni mfuasi wa Pastor Dick. Anaenda naye anarudi naye. Na kitu anachokitazamia pale, anachokitaka pale, lakini dhamira yake moyoni, kusudi la ndani, kabisa ndani kwa ndani, yeye wala bali ya wokovu wenu hataki. Wala hajaokoka. Shika mkono wako muulize, au ni wewe hapa? Muulize, au ni wewe hapa? Haleluya. Lakini pia watu wa namna hii wanakuwa hajui kwa nini ameacha kanisa hilo akaingia kwenye kanisa hili. Hajui kwa nini ameacha makuhani wake akamfuata Yesu Kristo. Hajui kwa nini abatizwe kwenye maji mengi. Hajui kwa nini amemwambia kwamba maji yale machache sio batizo. Vitu vya mnusu yeye. Yaani ni kwa sababu amemfuata sasa. Kuna kitu anachokitaka pale. Akisema inama ameinama. Zama kwenye maji amezama. Chukua maji ya upako sawa. Lipia 10,000 analipia. Wala hataki kuuliza hao wanaitwa wafuasi. Nauliza tena, wewe uko kundi gani? Mbona umeanza kupunguza kusherekea kushangilia? Muulize mwenzako, au na wewe kwenye kundi hilo? Mpigie Yesu makofi. Ndio maana nikasema ujumbe ambao nakufundisha, lengo na dhumuni ili uweze kujitambua kwenye kundi gani, ili mkundi hata kwenye kundi hilo uingie daraja jingine la kiwango kizuri. Haleluya. Lakini pia nikasema mtu asiye rohoni atafikiri maneno haya ni ya mwanadamu. Mtu asiye rohoni badala ya pone, badala ya badilika enjoy agundue kwamba kumbe nimekaa chekechea miaka 3, sitaki kurudia tena, hebu nisonge mbele. Badala ya pone anaweza kutoka hapa amejikwaa. Kama hujajikwaa mpige Yesu makofi.
wakachelewa, wakarudi nyuma asiwaone. Wewe mwenzako au wewe sielewa makundi ya namna hii, unaweza kaisi kanisa limeisha, unaweza kaisi kanisa limepotea, unaweza kaisi Mungu ameliacha, unaweza kaisi Yesu wetu sasa ana upako, unaweza kaisi Yesu sasa kuna matatizo yaliyomtokea. Kumbe wala hakuna jambo lolote, ila wale ni wafuasi wa Yesu, ila wana makundi mbalimbali. Bwana asifiwe sana. Ila sasa huyu mfuasi wa Kristo anajitambua ni makundi gani? Wala hawezi kuyumba. Yesu wala hayumbi, atetemeshe na watu hawa. Na watu hawa nikufundisha jambo moja kama unajanielewa. Hawa wenyewe waliotandika nguo chini, waliopiga vigelegele, waliobeba mitende, waliompa punda apande, waliomtangaza mkutano wote, hawa wakati ulipofika wakamgeuka. Hawa ndio wanafanya nini? Walimgeuka nani? Yesu. Wakiuliza kina Herode, tumsulubishe au tumwachie? Wakasema asulubiwe, apigwe, apate kipondo, apigwe bakora. Mkutano wa watu wengi, makutano, hata mji wote, hebu sitamkasema mji wote. Wote ukamfuata, wote ukataharuki, hakuna aliyebaki. Sasa naomba nikuulize swali. Wote wakamfuata, wakatandika makanga zao chini, nguo zao chini, wakambeba, wakaka mitende juu, wakashangilia, Hosana mwana wa Daudi, huyu ndiye ajaye, huyu ndio yeye, hakuna mwingine. Sasa waliosema apigwe, waliosema uawe ni wakina nani? Si wale wale? Nauliza, ni wale wale au hapana? Mkutano wote, mji wote ukataharuki, na wote wakamfuata, wakasema Hosana. Lakini baadaye wanasema hivi, huyu ndiye nani? Watamtambaza huyu ndiye nani? Kwa hiyo wanakwenda hawajui wanakukwe, hawaulizi swali, watafakari, ufikiri kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya kanisa. Huyu ndio nani? Sasa watu panapotokea tatizo lolote lile, watu wa hivi panapotokea kuaruzo lolote, watu wanamna hii panapotokea scratch popote pale, aiza Yesu akamsema vibaya, aiza Yesu akatokea mtu yeye akampoint, akasema hiyo kanzu aliyovaa Yesu wewe, Yesu huyo. Yaani hiyo kanzu amevaa, kawaida waganga wa kienyeji wanavaa kanzu kama hizo, na yeye mganga wa kienyeji tayari, kwa sababu yeye alikwenda tu kwenye mkumbo, hajui kinachoendelea. Rahisi sana, anamwamini mtu aliyesema kanzu yake ni mganga wa kienyeji. Pastor unayemwona amevaa suti nyeusi kabisa, hizi suti za Freemason. Jana tutaka nikwambie, na yeye yuko Freemason kwa sababu mtu yeye alikuwa anakwenda kwenye mkumbo, ni mfuasi wa Yesu, na huyo ndiye aliyeuliza kwamba huyu ndiye nani. Yaani ni rahisi sana ukimwambia huyo, ngoja mjua, huyu unakwenda bila kumjua yeye. Hiyo nguo amevaa hiyo nyekundu ni mtu wa Freemason. Faster, jamaa ameshaacha ziara hiyo, amenyamaza. Hao sasa ndio walikutana maneno kama hayo. Waliposema tumpige, kusema pigwa au wawe asulubiwe, hii alishatembelea kwenye nguo za Bwana asifiwe sana. Walishampa maji, walishamuinua, walishasema huyu ndiye yeye, huyu mwenye miujiza, huyu anayeponya, huyu ndiye pastor anafaa. Bila huyu hakuna mwingine. Mimi naabudu hapa, mimi namfuata huyu. Yaani hapo siwezi badilika. Huyu ndiye yeye, lakini anakwenda tu, anakwenda kwenye mkungu. Hajajenga msingi wenyewe. Shika mkono mwenzako mwambie kajenge msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Sasa wote walimshabikia Yesu, wote wakamfuata, lakini baada ya muda pakatokea makundi ya Mafarisayo. Wakaanza kumjudge, kumpoint Yesu. Walianza kumpoint wale mafuasi wa Yesu wengi, makundi mengi, makutano yote, na wao anaanza mtu mmoja tu, wakaanza kugeuka, wakaanza kubadilika, wakawa tofauti. Kinachofanya hivyo, hajajua na mwabudu nani, hajajua ni Yesu au si Yesu. Ndio maana aliuliza huyu ndiye nani. Lakini keshafunga biashara yake, keshaanza ziara ya kwenda huko, keshaenda miezi 6 7 8, keshaenda mwaka mzima, alafu anauliza huyu ndiye nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno machache. Unaona waimbaji wake na bebe. Nachokueleza hivi, hao wote wameunganishwa. Hao wote naona wamepiga vinanda. Ndio maana anacheza hivi. Ndio maana wamevaa na hii. Ndio maana wao naona wanaenda mapema. Ndio maana wao wanaingia kwenye mkesha. Ndio maana wao wanaombea hata usiku. Ndio maana shangaa huyu mtu anaomba saa 8 na anaomba saa 8 usiku. Wao wanaona mchana omba. Yaani maneno machache tu. Haraka sana kwa sababu ile alikuwa anakwenda. Tena miongoni mwao kuna makundi ya walikuwa kwenda usiku. Wanajificha ficha. Alimchongata kizile.
Akipata kadogo kwa Yesu, Mafarisayo, viongozi wa dini au makuhani wakamchafua Yesu, mara moja jamaa kishaondoka kwenye mudi. Haleluya kanisa. Sasa nisikize vizuri. Huyu mzee wa kanisa, mtendakazi, mshirika, pastor, mchungaji, asiyejua kinachoendelea, haya makundi yalivyo tofauti, akishaona amechomoka ameondoka, anaishi kama anaishiwa, anaishi kama hana chochote. Lakini miongoni mwao lazima ujue kwa grade, wapo wengine ni wafuasi wa Yesu usiku au mchana, lakini pia alichokifuatia, lakini pia jajenga msingi. Ukinielewa mpige Yesu makofi. Nisikiza Mafarisayo, mpira wako kwenye uwanja, unakimbia na namba 9, unabishana na namba 8, namba 7, utajua namna ya kufanya, wala utochoka, utakuwa unajua kinachoendelea. Haleluya kanisa. Haleluya. Basi mtege sikio. Yesu akakutana Mafarisayo, akakutana watu wenye dhambi. Kumbe yeye Yesu anatafuta namna ya kuwa na wale watu kwa namna moja, hekima zake kwa mbinu zake, yani apate namna ya kuwapata, aingize mle injili, aingize pale maneno yake, sasa apate kwa ubiri. Sasa wale maadui wake, wale sasa wasiotambua, hao wale na pointi ya huduma, wakaja wakamwambia wanafunzi wao, nyie wanafunzi wa Yesu, mnamuona Yesu wenu kwamba hajaokoka, anakuwa na makaba, anatembea na walevi, amekaa kwenye baa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na haya ndio ametufanya hata kwenye baa tuwezi kuingia. Lakini pastor kuingia kwenye baa kukaa, akajifanya kama anauliza soda, kama anauliza maji, kumbe lengo anataka ubiri wale watu. Inastahili, inatakiwa, ila leo hatuwezi kuingia kwa sababu wale watu wananyosha mikono. Mnamwona mchungaji wenu? Unaona mzee wa kanisa hapo? Haleluya kanisa. Unamwona ile mshirika wenu jinsi alivyo? Wakasema hivi, mnaona kwamba jinsi anavyokuwa na wenye walevi na makahaba, watu wenye dhambi, wanawaambia wanafunzi wa nani? Uwe makini sana mpendwa. Uwe makini sana. Haraka sana wale washirika kabla hawajapotea, wale viongozi kabla hawajapotea, wale mitume, aliyekuja kujibu hilo swali si wale washirika walikuwa naambiwa. Yesu ndiye aliyesimama akapoint wale watu, akawajibu. Kwa nini? Anajua watu hawa watatambua hivyo kama alivyoambiwa kwamba hivi nakula na vichaa, nakula na wagonjwa, kwamba sasa Yesu wenu yuko na walevi, mbona yuko kwenye baa, mbona atembea na kahaba huyo. Akajua mapema sana, akawahi akaleta majibu. Kabla hawajajibu wale wanafunzi, kabla hawajaibiwa, kabla hajapigwa chini ngwara, haraka sana aliyejibu nani? Ndipo wale wanafunzi wakapata kuelewa, wakasimama sahihi. Lakini kama angenyamaza, basi moja kwa moja wangepukutika na kuondoka. Hao wafuasi wa Yesu, hao wafuasi wenye kundi hili, wao wakiombea jambo lolote lile, yani mara moja hawezi kuendelea mbele. Kwa nini? Ndio maana nauliza, huyu ndiye Yesu? Huyu ndiye mfalme wa Yahudi? Au ni mfalme wa Israeli? Huyu ndiye nani kwani? Lakini ana siku 4, ana mwaka na miezi, ana msingi. Tatizo dogo tu. Hata pengine sio tatizo, ni kitu cha kumpoint kiongozi wake. Tayari ameshaacha msingi, kashapotea. Mshika mwenzako muulize, huko kundi gani? Nikuoneshe maandiko haya. Huko kwenye kundi gani? Angalia kitabu cha Mathayo 9. Mathayo 9. Tunafunguana sasa. Tunatoana kwenye giza. Tunapeana mwanga na tujue tunatoka wapi tunaenda wapi. Na kwa nini hao watu waliuza jambo hili? Mathayo 9. Mathayo 9 mstari wa 10. Ikawa mstari wa 10 tumeona. Anasema ikawa alipoketi nyumbani ale chakula, tazama watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja, wakaketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake. Kama Yesu asema, watoza ushuru wengi, wale watoza ushuru walikuwa ni majambazi, watu ambao wanatoza ushuru, wanachukua rushwa, wanatoza kupita kiasi, wana mizani, amini risiti ambazo ni kupita kiasi, wengine wana fake, wana vitu vingi, wanaitwa watoza ushuru. Lakini pia walikuwa na serikali kama watu wenye dhambi, wenye kunyanyasa watu, wanachukua ng'ombe za watu, wanachukua mifugo, viwanja, wanawaibia, wanaopora watu kwa sababu ya cheo
walichonacho. Aidha kama angetakiwa kulipa leseni 50,000 kuendesha pikipiki, walimwandikia, walimuibia kwamba leseni hiyo ni 100,000. Lakini wanamwambia 100,000, lakini baadaye kwenye risiti wamiliki 50,000. Kwa hiyo inaonekana kama ni watu ambao kabisa ni waporaji, wanaiba kiakili. Sasa wakati ameketi kwenye chakula, wale watoza ushuru wengi wakaja. Na watu wengi wenye dhambi wakaja. Wakaketi pamoja na Yesu kwenye ile kushiriki chakula kwenye meza hiyo. Wakati wamekaa na wanafunzi wa Yesu ambao anajulikana ni waombaji, watakatifu, wenye moyo mzuri, watumishi wa Mungu, nao waliketi pale. Yesu akashiriki nao, akaanza kula na kilichoendelea ni Bwana Yesu asifiwe sana. 11 tunakwenda pamoja. 11 anasema Mafarisayo walipoona waliwaambia wanafunzi wake. Hawajamwambia Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi hawezi kuniambia. Hawaniambii mimi. Mimi wanajua siwezi kuanguka. Hawaangusi Yesu, wanakugusa wewe. Wanakuambia wewe, ile mshirika wenu, yule wakachambani, yule waisingio, yule wachababara, yule pastor wenu, unaona kinachoendelea. Unaona mavazi yake yote. Unaona ishara hizo, unaona miujiza hiyo. Mimi hawezi kuniambia, watakwambia wewe. Hawa sometimes wakati mwingine, yani inawezekana ikawa mtu anazungumza yuko kwenye wafuasi wa Yesu katikati ya hiyo kundi, anakuambia wewe, shika mkono wako muulize huko kwenye kundi gani. Na kufundisha kweli. Kama sema ndiko anazungumza hivi, basi tunasema maneno ya mchungaji. Mafarisayo walipoona waliwaambia wanafunzi wake, mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? 12. Naye aliposikia, aliyesikia ni nani? Wale wanafunzi hawajajibu, yeye keshasikia, keshapata habari, akaanza kujibu. Anaondoa kwenye rokio, anaondoa kwenye kitanzi, anaondoa kwenye tatizo kabla hajaporomosha kwa nguvu. 12. Naye aliposikia aliwaambia, wenye afya hawamhitaji tabibu, bali walio hawawezi. 13. Lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya, nataka rehema wala si sadaka, kwa maana sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Waliuliza wanafunzi, kwa nini Yesu anajibu?